Kuna tafiti nyingi sana ambazo zimefanyika zinazoonyesha unaweza kufanya nini au ishije ili watu wakupende zaidi. Inawezekana watu ambao unakutana nao kwa mara ya kwanza au wale ambao umekuwa ukiishi nao kwa muda mrefu. Mara nyingi tunafikiri kuna vitu fulani, pengine labda uwe na pesa au umesoma sana na vitu vifanana na hivyo, umefanikiwa sana ndio watu wakupenda. Lakini inaonekana kwamba katika sayansi ya mafanikio kuna vitu ambavyo ukiweza kuvifanya vizuri, ni vitu vidogo sana, lakini kisaikolojia vina athari kubwa sana katika kufanya watu wakupende na wawe karibu na wewe zaidi. Na ndio maana leo nataka tuangalie vitu vinne ambavyo unaweza ukaanza kuvitumia na kuvifanya na kuviishi kwa umakini zaidi ili usababishe watu wakupende zaidi na wapende kuwa karibu na wewe zaidi, na kwa wakati huo itakusaidia pia wewe kutimiza malengo yako yale ambayo unataka kuyafanikisha. Cha kwanza kabisa, utafiti unaonyesha kwamba watu wanaopendwa zaidi ni wale ambao ni active listeners, watu ambao wanasikiliza vizuri. Mara nyingi tunafikiri kwamba nguvu kubwa iliyoko ni kusema, lakini ukweli ni kwamba nguvu kubwa iliyoko ni kusikiliza. Na kwenye kusikiliza kuna levels za kusikiliza. Kuna watu wanasikiliza kwa kuignore, kuna watu wanasikiliza kwa tunaita passive, asikilizi kabisa na vitu kama hivyo. Lakini active listening maana yake ni kwamba kutoa nafasi ya mtu mwingine kumuelewa, kumsikia na kumpa umakini wako. Hiyo ndio tunaita active listening. Na sasa hivi imekosekana kabisa katika dunia ya leo, kwa sababu tunasema attention span ya mwanadamu wa kawaida imepungua sana. Uwezo wa mwanadamu wa kawaida kuconcentrate kwenye jambo fulani umepungua sana. Kwa active listening unaweza kuionyesha kwa njia mbalimbali. Moja, unaweza kuionyesha kwamba unapoongea na mtu usio unatumia simu. Kuna watu wengi sana. Kuna mtu mmoja siku moja alikosa kazi tu kwa sababu ya kitu kidogo kama hicho. Anaongea na mtu ambaye ni potential employer wake, anazungumza naye, of course amekutana restaurant, lakini akiwa anaongea kidogo ameshashika simu, akiongea kidogo ameshashika simu. Utafiti unaonyesha kwamba mwanadamu wa kawaida anashika simu mara 300 kwa siku. Kwa hiyo wewe unatakiwa uwe na uwezo wa kuweka simu yako pembeni na kumsikiliza mtu anapokuwa anaongea. Hili ni jambo la kwanza kabisa. Put away your phone. Unapokuwa unaongea na mtu, jitahidi kumuonyesha kwamba unamjali, na wakati huo mpe, tunasema be present. Mpe ile attention yako, uwepo wako pale usiwe tu kimwili, uwe kimwili na kiakili na kihisia, unatakiwa uwepo pale. Lakini jambo lingine kwenye active listening unatakiwa kufanya ni unapoongea na mtu, muangalie machoni. Muangalie machoni, tunasema ile eye contact ni muhimu sana. Sasa sio unamwangalia muda wote, lakini most of the time unatakiwa unafanya eye contact now and then. Hii inaonyesha kwamba uko makini na umefocus kwake. Hii ni muhimu sana. Ukiwa ni mtu ambaye unaweza kusikiliza vizuri, kikawaida wanadamu wanasema, kisaikolojia kila mwanadamu anapenda kitu kinaitwa listening ear. Anataka sikio la kumsikiliza. Sio lazima uwe na solution. Wakati mwingine tu anataka tu kupata nafasi. Kuna watu ambao hawajawahi kupewa nafasi ya kusikilizwa. Wewe ukiwa ni mtu unasikiliza, utakuwa na influence kubwa sana. Watu watapenda kuwa karibu nawe kwa sababu unasikiliza. Jambo la pili ambalo unatakiwa ulizingatia sana, waite watu kwa majina yao. Hii ina influence kubwa sana kuliko unavyoweza kufikiria. Waite watu kwa majina yao. Kuna mtaalamu mmoja anaitwa Dale Carnegie, na kupitia chuo chake cha Dale Carnegie Institute aliyofanya utafiti kwamba ni jina gani au neno gani ambalo mwanadamu yoyote analipenda zaidi, na ikagundulika kwamba wakasema the name of a person is the sweetest phrase that he wants to hear. Jina la mtu ndio kitu kitamu kabisa anatamani kukisikia katika maisha yake. Kwa hiyo wewe jifunze kuaddress watu kwa majina yao. Na hapa ni muhimu, kuna vitu vidogo sana ambavyo unatakiwa uzingatie. Cha kwanza, unapokutana na mtu ukimuuliza jina lake, kama unajua unasahau mara kwa mara, andika jina lake mahali, ili next time usimuulize tena mara ya pili pale kwa pale, labda kama imechukua muda mrefu. Lakini pale kwa unakuta mtu amekutana labda kwenye mkutano mzima, unaitwa nani? Naitwa fulani John. Okay, it's fine sana. Baadaye unakuta baada ya dakika 2 ameshasahau. Anasema unaitwa nani tena? Sasa ile inakufanya unaonekana kwamba kumbe uko unazingatia wakati anaongea. Kwa unaweza kaandika jina lake pembeni. Lakini cha pili, kama jina la mtu ni gumu ulielewe vizuri, ask for spelling. Ulizia spelling zake, ili utakapokuwa unamwandikia unavyomsave, mara nyingi ile jina unalolisave siku ya kwanza ndio utakavyoliandika hivyo siku zote. Hasa unapomwandikia message au unapomwandikia email, unatakiwa uandike correct spelling. Mtu ameshawahi kukuandikia message au email afa akakosea kukuandikia jina lako, akaliandika tofauti, unaweza usimwambie, lakini kuna namna unajisikia vibaya. Sasa na hivyo hivyo watu wanajisikia vibaya unapokosea majina yao. Kwa ni vizuri sana kuwaita watu kwa majina yao. Unapomuita mtu, unapomuaddress mtu, ni vizuri kutaja yale majina yao. Inasaidia sana. Of course huwezi kukumbuka watu wote duniani, lakini jaribu kadiri unavyoweza kuwa mtu ambaye unatumia zaidi majina ya watu. Wakati mwingine hata kuliko vio vyao zaidi. Jina lina nguvu zaidi kuliko hata kitu kingine chochote kile. Jambo la tatu tunasema smile. Uwe mtu ambaye unatabasamu.
Tabasamu ina nguvu kubwa sana, na kuna utafiti ulifanyika na chuo kimoja kinaitwa Missouri Kansas University, ambao walifanya utafiti kuhusiana na nguvu ya kutabasamu. Sasa ukiacha tu kwamba ina sababu za kiafya, kwamba inasaidia immunity na vitu kama hivyo, lakini baadhi ya vitu ambavyo walivyogundua ni very interesting, ni vitu vizuri sana. Mmoja aligundua kwamba tabasamu inamfanya mtu anaonekana ni kijana kuliko umri wake, anaonekana ni mdogo zaidi. Kwa hiyo tabasamu inaleta freshness, inaleta ujana kwenye maisha ya mtu. Lakini pili, tabasamu inamfanya mtu anaonekana kwamba yuko competent. Kwamba mtu let's say mtu amesema anataka kuongea, akitabasamu tu, yani kuna namna unamwona huyu mtu is in control, yani kwamba hana wasiwasi, kwamba anajua anachotaka kufanya, anajua anachotaka kusema. Kwa hiyo tabasamu inaongeza feeling kwa watu kwamba wewe uko competent, wewe ni mtu unayejiamini, ni mtu ambaye hauko anxious. Unajua ukikutana na mtu kwa mfano anataka mfanye biashara afu kumkuta tu yani kama ana wasiwasi, ajielewelewi, na wewe pia unaanza kupata mashaka. Lakini mtu amerelax, anatabasamu, maisha yanaendelea, anaonekana ni mtu ambaye yuko competent kwenye kitu anachokifanya. Lakini pia wakagundua kwamba tabasamu ni contagious. Tabasamu ni contagious, yani kwamba unapokuwa unatabasamu unawaambukiza wengine pia. Tunasema inafanya kitu kinaitwa mirroring effect, kwamba unapotabasamu kwa mtu na yeye pia anajisikia kukufurahia, na hiyo ni kitu kikubwa sana kwenye mafanikio yako, kwa sababu inamaanisha watu wanafeel wawe karibu na wewe kwa sababu ya furaha ambayo nayo. Lakini cha muhimu zaidi sana katika utafiti ambacho kiligundulika ni kwamba unapotabasamu you become more approachable. Yani watu wanaona ni rahisi sana kumsogelea mtu anayetabasamu kuliko mtu ambaye ana hasira au sio hasira, au mtu ambaye hatabasamu mara kwa mara. Sasa unapokuwa more approachable ina faida kubwa sana. Unapokuwa more approachable, tafsiri yake ni kwamba watu ni rahisi kukushirikiana na wewe mawazo, watu rahisi ni kushirikiana na wewe ideas, kukupa opportunities. Kwa maana yake, kwa sababu uko more approachable, watu watakuwa wanakusogelea zaidi na utajikuta unafanikisha malengo yako kirahisi zaidi, kwa sababu kila mtu akiwa anawaza kitu fulani anaanza kukuambia wewe, kwa sababu unaonekana ni mtu ambaye unaweza ukashirikishwa na kusiwe na changamoto yote. Ukishakupata wazo au jambo fulani unataka kumwambia mtu, lakini unaanza jamaa alivyo vile, hata kucheka kwenye ni kutafuta, hata kutabasamu kwenye ni, yani mpaka unawaza wazo zuri, unasema ndio mtu sahihi, lakini jamaa inabidi nijipange. Kwa hiyo unakuta unaweza ukakosa fursa nyingi sana kwa hiyo kitu. Kwa hiyo ni kitu kirahisi lakini kina athari kubwa sana. Okay? Lakini cha mwisho ni kwamba wanasema ili upendwe zaidi, onyesha hamasa. Be enthusiastic. Okay? Onyesha hamasa. Wanasema hamasa inavutia watu. People are attracted because of your enthusiasm. Kwamba ile hali ya kuhamasika kwenye unachokifanya. Watu wote tunapenda kujiambatanisha na watu ambao wanaonyesha wana passion, wanaonyesha wanajua wanafurahia wanachokifanya. We are attracted to those kinds of people. Kwamba tunaona kwamba mtu akiwa anafurahia anachokifanya, ana hamasa anachokifanya, kila mtu utajikuta tu kama anataka kuwa karibu naye, anataka tu kuwa pamoja naye. Hata ofisini, watu wengi wanaopenda ofisini, wakuta hata wafanyakazi wanaopenda ofisini, wale ambao wamechangamka, yani kila wakati kama hata kama kazi yake ni ngumu, hata kama analipwa mshahara mdogo, lakini yuko amechangamka na vitu kama hivyo. Tunasema hamasa huwa inavutia watu waje upande wako, na wewe ukiwa mtu mwenye hamasa itakusaidia sana katika namna ya kupendwa zaidi. Sijajua katika mambo haya manne wewe unafikiri ni lipi ambalo unaweza ukaanza kulifanya kwa ubora zaidi ili uongeze kiwango chako cha kupendwa. Na hapa sizungumzii tu kupendwa kwa maana ya mtu tu kukupenda kikawaida, lakini nazungumzia kukupenda katika namna ambayo atakupa fursa wewe kutimiza malengo yako kwa haraka, na namna hiyo manake utafika kule unakokwenda kwa haraka zaidi. Hebu niambie ni yapi kati ya haya manne ambayo unafikiri unatakiwa kuanza nayo leo. See you at the top.